tuketi tuweze kulisikia neno la Bwana kwa dakika chache, na Bwana wa utukufu atatubariki zote. Namshukuru Mungu kwa ajili ya nafasi hii. Namshukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wake hata kunipa nafasi ya kusimama katika haya madhabahu. Mungu ambariki sana, na ninasikia kunyenyekea kabisa. May the Lord bless you. Mungu akubariki sana wewe ambao umepatikana katika nyumba ya Bwana asubuhi ya leo. Kwa hivyo usipoteze muda, wacha tuingie katika neno la Bwana. Taenda haraka kwa sababu ya muda wangu, so unisikilize tu. Yesu Kristo mwana wa Mungu amewahi kusema jambo kutoka kitabu kile cha Mathayo 7 mstari wake wa 21. I know ni jambo ambalo zote huwa tunaliongea sana. Mathayo 7 mstari wake ni wa 21. Alisema si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaje mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Bwana nakuomba ukalibariki neno lako asubuhi ya leo, katupe kuelewa, in Jesus name, amen. Yesu Kristo alizungumza na wanafunzi waliokuwa wake ama watu waliokuwa wanamfuata, na akawaambia jambo moja, ya kwamba si watu wote wanaoisema Bwana Bwana watakaoingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba yake ama Baba yangu ama Mungu aliye juu mbinguni. Ninajua ya kwamba Yesu Kristo kufa kwake kulikuwa na sababu kuu katika maisha yako. Yesu Kristo hakufa bure. Yesu Kristo hakujitoa bure. Alijitoa kwa sababu. Kwa hivyo kufa kwake kwa ajili yako kulikuwa na sababu kubwa. Na hiyo sababu sio kwa ajili ya kututoa katika haya maisha katika hii dunia. Yaani haya maisha ambayo tuko nayo dunia hii. Sio kututoa tukufe haraka. Ilikuwa ni kwa ajili ya maisha yanayokuja, maisha yanayoitwa ya ufalme wa Mungu. Ufalme ni utawala. Ufalme ni utawala, kingdom ya Mungu ambayo iko na utawala wake. Kwa hivyo Kristo Yesu alipokuja duniani afe ateseke kwa sababu yako, haikuwa bure. Ilikuwa ni kukuandaa kwa ajili ya ufalme utakaokuja, ufalme wa Mungu, ufalme wa amani, ufalme ambao hauna majuto, ufalme ambao hauna mateso, ufalme ambao hauna mahangaiko kama yale ambayo tuko nayo katika dunia hii. Kwa hivyo tunapokuwa hapa, Yesu alikuja atuandae kwa ajili ya ufalme huu ambao unakuja. Na hiyo ndiyo sababu ya kila mtu kuitwa Mkristo. Hiyo ndiyo sababu ya kila mtu kuja kanisani, kwa ajili ya maandalizi ya ufalme wa Bwana ambao utakuja. Ufalme huo ndio utakao tuweka pamoja. Hapa duniani tunaweza vaa mangunia, manguo meupe, tukakaa kama tumefanana, lakini tunachomana, lakini tunaunguzana, lakini tunauana. But katika ufalme huo wa Jehova, Mungu atawakuchanya wote mahala pamoja. Yeye atakuwa baba yao. Yesu Kristo atakuwa mfalme wetu. Kwa hivyo alisema kitu, si wote wanaosema Bwana Bwana wataingia katika ufalme ule, bali ni wale wanaoyafanya mapenzi ya Baba yangu ama ya Mungu. Wapendwa, nataka niwaambie siku ya leo, wengi wanatamanio la kuingia katika ufalme wa Mungu. Wengi wangelipenda kuingia katika ufalme wa Mungu, lakini si wote basi watakaofanikiwa kurithi ufalme.
Ni kwa nini si wote? Kwa sababu baada ya kuweka msingi, si wote wanamalizianga kujenga nyumba. Watu wengi wameweka misingi, unaendanga mahali unakuta misingi iliwekwa, lakini si wengi wanamalizianga mijengo hiyo. That's why Kristo akasema si wote wajengao watamalizia mjengo. Kwa hivyo Biblia inaposema kwenye kitabu kile cha Luke ya kwamba Yesu aliwaambia, alitoa mifano ya watu wawili, mtu mpumbavu na mtu mwerevu, ambaye amejenga msingi wake, ambaye amejenga nyumba yake juu ya msingi. Mwingine alikuja akawekelea. Wote hawa walijenga nyumba, lakini nyumba iliyosimama vizuri ni ile iliyosimbiwa msingi mwema, na kisha ikajengwa nyumba juu yake. Kwa hivyo hiyo ni kusema nini? Katika kitabu cha Yohana 1:12 Biblia inasema, kama unaweza kutuwekea John 1:12. Yohana 1:12, yaani wale wote waliompokea Kristo Yesu aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Yaani maisha ya ufalme ule unaokuja, msingi wake ni kumpokea Kristo. Number 1. Wale wanaotaka kurithi ufalme wa Mungu, wale watakao rithi ufalme wa Jehova, number 1, lazima wampokee Yesu kuwa kama msingi wao. Na ujue tu kumpokea Yesu Kristo, yeye ndiye msingi. Na nimekuambia baada ya kusimba msingi na kuweka, kuna nyumba, kuna kazi huwa inafanyika juu ya msingi huo. Msingi uzimbu ukaachiwa hapo. Kisimba kitengeneza, jua kabisa ya kwamba kuna nyumba itajengwa hapo. Na watu wengi wanaojenga manyumba nasikianga wakisema ile wanaita finishing ndio inakuanga na kazi ngumu kuliko zingine zote, kumalizia ujenzi. Kwa hivyo msingi wa kila mtu atakayeingia katika ufalme wa Jehova basi ni Yesu. Number 1, lazima umpokee Kristo Yesu. Lazima umfanye Yesu kuwa msingi wako. Maana anasema bali wote waliompokea aliwapa uwezo. Umepewa uwezo. Uwezo ni wa nini unahitajika? Uwezo unaopewa ni wa kuweza kupambana na gharama ya ujenzi. Huo ndio uwezo Kristo anakukabidhi. Uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu, wale waliaminio jina lake. Kwa hivyo siku ile umemfanya Kristo kuwa msingi, then uwezo anakukabidhi wa kupambana na shetani katika hii dunia, wa kupambana na hasira katika dunia hii, ya kupambana na maadui wa ulimwengu huu. Uwezo huo Kristo anatupatia, maana tumekwisha kumfanya msingi. John 3:3, kitabu cha Yohana 3:3, neno la Bwana linasema hivi ya kwamba tuweke, hauwezi ukauona ufalme not unless umezaliwa mara ya pili. Kwa hivyo mwanadamu yeyote atakayetaka kuingia ama atakayeingia katika ufalme wa Mungu ni huyu. Yesu akajibu akamwambia, amini amini nakuambia, mtu asipozaliwa kwa mara ya pili hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Kwa hivyo tulikuwa tunaongea habari za msingi. Number 1, kwa wale ambao wataingia katika ufalme wa Mungu, tukasema ni wale waliompokea Yesu Kristo mwana wa Mungu. Amen. Kwa hivyo maana ya hii andiko ni kwamba kuokoka ndio kunaitangwa kuzaliwa mara ya pili, kule kutubu dhambi, kule kupokea Kristo moyoni na kuyaacha maisha ya zamani. Hiyo ndio kuzaliwa mara ya pili. Kupokea Kristo moyoni, kuacha maisha ya zamani na kutubu dhambi zako.
Hiyo ndio inaitangwa kuokoka, kuzaliwa mara ya pili. Kwa hivyo hatuzaliwi mara ya pili by baptism only. Hatuzaliwi mara ya pili kwa kujipata makanisani. Kuna kitu ya kufanya baada ya kujenga msingi. Number 2, watakaoingia katika ufalme au watakaorithi ufalme wa Mungu ni hawa. Number 2, wanaoishi maisha ya utakatifu, holiness. Sasa Kristo alisema yeye ndiye msingi. Bwana asifiwe. Msingi huo ambao ni Yesu. Hapo ndio sasa tunaanza kuyajenga haya mambo kuanzia namba 2 tukielekea. Kwa sababu hata ukawa mtakatifu kwanza, kama hujapokea Kristo Yesu, wewe ni sawasawa na mtu anayejenga nyumba. Unajua kuna watu huwa wana sifti character. Wanatoka kwa hii character wanaingia kwa hii, then wanajidanganya wameokoka. Anaacha kulewa vitu, anaacha kulewa, anaanza vitu vingine. Anaacha uongo, anaanza kitu kingine. Sifting, wana sifti kutoka karakta hii hadi karakta nyingine. Salvation sio kusifti kutoka tabia hii hadi tabia nyingine, ni maisha mapya. Kwa hivyo ni wale wanaoishi maisha matakatifu. Hapo ndio msingi ule ambao tumeujenga, ambao ni Kristo Yesu. Hapo ndio tunaanzanga kujenga jiwe la kwanza, utakatifu. Kitambo malize kujenga nyumba inakuanga na mawe kadhaa. Jiwe la kwanza ni utakatifu. Waibrania chapter 12 verse 14. Ukinipeleka mbio nitashukuru Mungu. Hebrews 12 verse 14. Yaani wale wanaoishi maisha matakatifu baada ya kuweka msingi ambao ni Kristo Yesu. Nasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakaye muona Bwana asipokuwa nao. Tunatafuta wapi? Biblia imesema pale John 1:12 ya kwamba waliomwamini aliwapa uwezo. Kwa hivyo kutafuta utakatifu na kuupata very easy. Why? Kwa sababu umekabidhiwa uwezo huo, uwezo wa kuishi maisha matakatifu. Kwa hivyo Bwana anasema hakuna yeyote atakayemuona Mungu pasipo na utakatifu. Sasa kibarua, tafuteni uwezo msakabidhiwa. Wakati umepewa kila kitu, usingoje ufanyiwe yote ya kuishi. Bwana akisha kupa uwezo huo hauko uwezo wa kulala, hauko uwezo wa kukaa na kurelax. Ni uwezo utakao utumia kwa ajili ya kumalizia mjengo wako, mjengo wa safari ya maisha haya ya utakatifu. Kwa hivyo tafuteni utakatifu, maana hakuna mtu hata mmoja atakayeona ufalme wa Mungu without utakatifu. Amen. Hakuna. Kwa hivyo 1 Peter 1:16. Nataka tuangalie utakatifu huo ndio kitu gani? Okay, 1 Peter 1:16. Anasema kwa maana imeandikwa, mutakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Nimekuambia foundation ni Jesus. Hauwezi jenga msingi wa mawe ujenge nyumba ya nyasi juu yake. Hauwezi anza msingi wa mawe ujenge nyumba ya plastic ya miti juu ya msingi huo. Bwana asifiwe. Ukijenga msingi wa mawe, jenga nyumba ya mawe juu yake. Nyumba yako itakuwa thabiti. Kwa hivyo anasema kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama vile mimi nilivyo mtakatifu. Mimi nani? Hiyo ni kusema lazima wewe ufanane na ule msingi wako. Kama msingi wako ni Kristo, fanya bidii kufanana na Kristo. Kama alikuwa whatever yenye unalani about Yesu Kristo, jaribu fanya bidii kufanana na yeye. Bwana asifiwe. Mtakuwa watakatifu kama vile nilivyo mtakatifu. Roho wa Mungu alikuwa akinena, na ananena na watu ambao tayari wamekwisha kujenga msingi ambao ni Kristo Yesu. Sasa hawa ni wale wanaotaka kurithi
ama kuingia au kumiliki ufalme wa Mungu. Kumbuka, ufalme wa Bwana ni promise, ni ahadi. Na ukitaka kuelewa vitu vinavyoitwa vya ahadi, mara nyingi vinakuanga na kazi ya kufanyiwa. Unapokutana na mtu kimwambia, ama mtoto wako unamwambia nitakupa zawadi ikiwa na wewe utapata matokeo mazuri after mtihani. Mtoto huyo akienda akilala, zawadi ile inakuanga ni ngumu kutoka. Hata wale tuliooa, kuna vitu tuliaindiana na wapenzi wetu before we marry them. Sio nikuje tu nikuongeleshe hapa, alafu katikati hapo kabla injafika siku ya harusi, umeona watu wamekutana siku hiyo na wanawana siku hiyo. Haiwezekani. Kuna kuanga na kipindi hapo. Katika kipindi hicho ndio hata wale ni simba wanatafutanga ngozi ya kondoo wanavaa. Katika hicho kipindi sasa ndio ile promise isije ikaribika. Kwa hivyo Bwana alituahidi kurithi ufalme wa Mungu ambao hauna machozi, hauna mahangaiko, hauna mateso, hauna kilio after maisha haya tuko nayo. Kwa hivyo utakatifu ni kukaa maisha, yani kukaa mbali na dhambi. Utakatifu ni kule kudhibiti macho yako. Ni kitu gani macho yako utazama? Kule kudhibiti mawazo yako. Vitu gani wewe unawaza? Ile kitu kinaitwa utakatifu ni kukua mbali na dhambi, kudhibiti ulimi wako, kudhibiti macho yako na kudhibiti mawazo yako, na kuishi kwa hofu ya Mungu. Hiyo ndio inaitangwa holiness. Kama unataka kurithi ufalme wa Mungu one day, kama unataka kuingia katika ufalme wa Bwana siku moja, jenga msingi ambao ni kumpokea Kristo Yesu maishani mwako. Number 2, ishi maisha matakatifu, ambayo ni kuishi mbali na dhambi, kudhibiti ulimi wako, chenye unasungumuzanga, chenye unanenanga, kudhibiti macho yako, ni kitu gani unapendezangwa sana kutazama, kudhibiti mawazo yako, na kule kuishi kwa hofu ya Mungu. Kuna watu wananga hofu ya Mungu kwa maisha yao. Wanapotaka kufanya kitu ni kufanya. Wale watu walio na hofu ya Mungu ndani yao, hata anaweza ongea kitu ambacho hata hakina kosa, lakini kwa sababu ile hofu ya Mungu anakuanga muoga sana, maana hajui ni wapi ama hataki kuja kukosea hata dakika moja. Number 3, watakao rithi ufalme wa Mungu ambao ni promise, ambao ndio sababu kuu ya Kristo kufa, ni watu wanyenyekevu na walio maskini wa roho. Hiyo ni Mathayo 5:3. Matthew chapter 5 and verse 3. Yani wale watakao rithi ufalme wa Mungu. Kumbuka pale Matthew 7 imetuambia si wote watakao rithi, baada ya wote kutamani, baada ya wote lakini si wote, bali ni wale tu walio wanyenyekevu na maskini wa roho. Kukuwa maskini wa roho ni kule kumtumainia Mungu ama kumtegemea Mungu kikamilifu. Maskini wa roho. Kwa nini jina maskini linatumika? Kwa sababu siku zote mtu akiwa maskini huwa ananyenyekea anapotaka msaada kwa mtu. Lazima iname. Lazima ukubali kunyenyekea ili upate. Lazima ukubali kunyenyekea ili upate. Kwa hivyo wanyenyekevu na maskini wa roho ni watu ambao wanamtegemea Mungu kikamilifu katika maisha yao. Yaani hakuna chochote afanyacho akajiona yeye, akajipiga kifua yeye utegemea Mungu kwa kila jambo. Huyu ndiye anaitwa maskini wa roho. Sio mwenye ana hela, sio mwenye ana pesa, sio mwenye ana nguo, si mwenye ana mikate. Ni mtu anayemtegemea Mungu kwa kila jambo. Huyu ndiye anaitwa maskini wa roho, mnyenyekevu. Hawa ndio watu watakao rithi ufalme wa Jehova. Sio kila Mkristo. Number 4, walio na njaa na kiu ya haki.
Yaani kuwa na njaa na kiu ya haki ni kule kumtaka Mungu kuliko chochote. Njaa na kiu ya haki ni kule kumtaka Mungu kuliko chochote. Matthew 5:6. Bwana asifiwe sana. Hawa ndio wale watakao miliki au watakao rithi au watakao ingia katika ufalme wa Mungu, ambao ndio unafanya tuokoke. Ndio unafanya tuokoke. Kwa hivyo kule kumtaka Mungu kuliko chochote, hiyo ndio inaitwa njaa na kiu ya haki. Yaani wanaosoma neno la Mungu, wanaopenda maombi, na wale wanaotafuta utakatifu, na wale wanaotaka kukua kiroho. Ukristo ni safari, na kwa sababu ni safari, ndio maana Kristo alitupatia uwezo wa kupambana na chochote kitakazosimama mbele yetu kutuzuia. Kwa hivyo njaa na kiu ya haki ni kule kumtaka Mungu kuliko chochote ulimwenguni. Yaani kupenda neno la Mungu, talisoma na kulitafakari, kupenda maombi na kutafuta utakatifu kwa bidii yako yote, na kutaka kukua kiroho. Kuna Wakristo hawatakangi kuongezeka, yaani hawatakangi kujua chochote. Yeye bora Sunday ameingia kanisani. Wapendwa, kuhusu ufalme wa Mungu sio kuhusu kuja kanisani. Kuhusu ufalme wa Mungu, kurithi ufalme wa Jehova, sio kuhusu kuja kanisani. Mahusiano yetu ya pesiko haya yanaishia pale. Hata nikiama hapa saa hii niende Nairobi, kuna wengine hatutawaionana mpaka mwisho. Kwa hivyo ufalme wa Mungu auhusu bile tuko hapa, ni mahusiano yako kibinafsi na Mungu. Number 5, peacemakers. Watu wale ambao ni peacemaker. Kama unataka kuona ufalme wa Mungu au kurithi ufalme wa Mungu siku moja, wewe kuwa peacemaker. Yaani kuwa mpatanishi, kuwa mtu ambaye analeta amani everywhere. Si ukienda ukikuta watu wanagombana, wewe unachosea zaidi, wewe unaharibu zaidi, wewe unachafua zaidi. Hapana, ufalme ni wa watu wanaojenga amani, wala sio ungomvi. Ni wapatanishi, wasioleta fitina, wasioeneza uvumi, wanaojenga madaraja ya upendo. Wewe kama wewe ni mmoja wa kuingia katika ufalme wa Mungu, utajitambua. Maana hizi ni tabia na maisha ya kila siku ya mtu ambaye anaelekea katika ufalme wa Jehova. Hiyo ndio sababu ya salvation. Hiyo ndio sababu Yesu alikuja ulimwenguni, ili ukaweze kuona ufalme huo. Maana hapo ndio kuna rest, wala sio hapa duniani. Number 6, wale wanaotii mapenzi ya Mungu, wala sio tu kusema Bwana, amen, bali ni kutenda. Yakobo 1:12. Hawa ndio watu watakaowahi kuingia, ama wataingia, ama watarithi ufalme wa Mungu, ambao tutakuwa na Yesu, tutakuwa na Mungu, mahali pa amani, pa furaha, mahali pa kuvutwa machozi. Wala sio hapa duniani huwa tunavutwa machozi. Hapa tutalia mpaka siku ile tutaondoka. Na sio lazima ulie kwa shida. Si mnaona Nigeria bila wanahangaika, Wakristo wanauliwa. Bwana wa Ukristo ni kuangangania. Fight for your faith. Pigania imani yako mpaka mwisho. Kwa hivyo wanaotii mapenzi ya Mungu, Yakobo 1:12. Eri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akiisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. It is a promise. Kwa hivyo kuna kufight na haya majaribu. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ni wa washindi, sio walioshindwa na tamaa zao. Sio wanaoshindwa daily, ni watu wa kuanguka na kutubu. Wacha hizo story. Ufalme wa Mungu ni wa walioshinda. Kwa hivyo heri wale wastahimilio majaribu na kuyashinda, maana wakishakukubalika basi watapokea taji ya uzima. Number 7, wenye upendo wa kweli.
Hawa ndio watu watawai ama watakao rithi ufalme wa Mungu, ama wataingia katika ufalme wa Mungu, watu wenye upendo wa kweli. 1 John 5 verse 4. 1 John 5 and verse 4. 1 John 5 and verse 4. Naelekea kumalizia sasa hivi. 1 John 4 verse 8. 1 John 4 verse 8. Neno la Bwana linasema, yeye asiyependa amjui Mungu, kwa sababu Mungu ni upendo. Kwa hivyo ufalme wa Mungu utamilikiwa na watu wenye upendo wa kweli katika mioyo yao. So ukitaka kujipima, unaweza ukajipima kama wewe ni mmoja kati ya wale watakao rithi ufalme huo unaokuja, na utajipima kwa kiwango cha upendo ndani yako. Unapendaje? Na sio ule upendo ambao unabagua nao. Upendo wa kweli haubagui. Upendo wa kweli ni kutaka kumwona mwenzako akiwa na maisha mbeta kuliko yako. Number 8, wanaoshinda dhambi pamoja na shetani ama na dunia, hawa ndio watakao rithi ufalme wa Mungu. Wanaoshinda dhambi pamoja na dunia, hawa ndio watakao muona Mungu. 1 John 5 verse 4, Biblia inasema hivi, kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Huku ndiko kushindako ulimwengu, yani hiyo imani yetu. Wapendwa, lazima ufight until ushinde shetani, ushinde dunia hii. Dunia ina mambo mengi, dunia ina mambo mengi, na mtu yeyote anja okoka, huyo ni mlimwengu. Awe ni bibi yako, huyo ni mlimwengu. Awe ni bwana yako na anja okoka, huyo ni mlimwengu. Awe ni watoto na wanja okoka, hao ni walimwengu. Lazima ufight ushinde, so that unaweza ukarithi ufalme wa Mungu. Tumeambiwa hapo ni ahadi ambayo tumeahidiwa, so lazima tupigane mpaka tushinde. Number 9, nikimalizia, ni wale wanaobeba msalaba wao. Kama hauko tayari kubeba msalaba, yani kubeba msalaba ni kule kujenga, ni zile gharama za ujenzi baada ya wewe kujenga msingi ambao ni Kristo Yesu. Baada ya wewe kuokoka, kuna kazi ya kufanya juu ya msingi huo ambao ni Kristo Yesu, na hiyo ndio inaitwa lazima ubebe msalaba. Msalaba lazima umalizie gharama za ujenzi wako. Kwa hivyo ufalme wa Mungu, hiyo nisaidia na Mathayo chapter 16 and verse 24. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ni wa watu wale ambao tabia zao na maisha yao yanaendana sawa sawa na ule msingi ambao uliwekwa na Yesu Kristo. Mathayo 16 verse 24, Matthew 16:24. Matthew 16:24 inasema, wakati huo Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtu yeyote akitaka kunifuata na anjikane mwenyewe, anjitwike msalaba wake, anifuate. Kwa nini Yesu alisema hivyo? Hawa watu walikuwa hasa kuwa marafiki, wasatembea, lakini kupokea Kristo ni very easy. Kusema nimeokoka, Yesu ni Bwana, simple. Hiyo kitu ni rahisi. Wokovu, watu wengi wamewahi jaribu wokovu na waliokoka siku za kuhesabu, wengine waliokoka wiki, miezi. So kazi kubwa ni kufuata, wala sio kukubaliana tutaenda. Kibarua ni kufuata. Na ndipo Yesu aliwaambia, ukitaka kunifuata mpaka ufike katika hiyo ahadi ambayo nimekuahidi, lazima unjitwike msalaba wako, lazima unjikane na unjitwike msalaba. Kunjikana ni kule kujinyima, ni kule kuachana na mambo ya dunia, mambo mingi, kule kunyima nafsi yako mambo ambayo inayahitaji
ili wengine waweze kukaa sawa. Kule kujinyima vitu ambavyo sawa ni haki yako, lakini kwa sababu ya ufalme wa Mungu tunaoahidiwa, unaamua wacha nijinyime. Amen. Like kusamehe sio easy, lakini ni njia moja ya wale watakaorithi ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ufalme wa Mungu ni wa wale ambao wameokoka, watakatifu, wenye kutii Mungu, wenye upendo wa kweli, wenye imani, washindi na wanaoishi katika Kristo Yesu. Hao ndio watu watakaoweza ama kufanikiwa kurithi ufalme wa Mungu. One day, one time. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame zote kwa miguu yetu. Nimemaliza neno la Bwana ile ambalo amenikabidhi nije nalo. Nimeshalisema, na basi nasikia moyo wangu ukiwa umefunguka na umefurahi. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri kwa sababu ya neno hili. Nataka tuweze kufanya ombi moja na tumwambie Mungu atusaidie tuishi maisha yanayompendeza, yatakayotuwezesha kuingia katika ufalme huo ambao ametuahidi siku moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Chaka tuweze kuomba na tumwambie Bwana Yesu kaweze kutusaidia. Sote twende mbele za Mungu na tumwambie Bwana tusaidie tuweze kuishi maisha ambayo yanakupendeza wewe, maisha ya utiifu, maisha ya imani, maisha ya ushindi katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya neno lako la siku ya leo. Asante kwa wema wako na ukuu wako, mfalme wa amani. Asante kwa raha ambayo Bwana wa Mungu umeinjaza katika mioyo yetu. Baba yetu, umetunenea asubuhi hii ya leo, na najua uko pale kwa ajili ya kutusaidia. Ewe Yesu Kristo, mwana wa Mungu, damu yako iliyomwagika Baba, ambayo inanena mema